tulizopata kutoka eneo la tukio baada ya kutuma wataalamu wake. Kama wewe una taarifa yako ambayo umefanya uchunguzi wako ukapata, andika ya kwake, na wewe ukiona kama hiyo taarifa ni kweli na sahihi na itamsaidia Mtanzania na itasaidia katika kuendelea kupata ushahidi zaidi wa tukio, andika pamoja na aliyoniambia kamanda, lakini kutokana na utaalamu wangu wa kihabari wa kufanya kazi za habari nimepata 1, 2, 3. Kama ni ya kweli, sisi tutaona kwamba wewe umesaidia jeshi la polisi, umelisaidia taifa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, andika hivi. Lakini pia ndugu zangu, niwakumbushe kwamba jeshi la polisi linapotoa taarifa kuhusiana na tukio fulani, kuna vitu ambavyo haviwezi kwenda kwa umma, kwa sababu ukumbuke mambo ambayo tunatolea taarifa pia ni ushahidi ambao unatakiwa uwasilishwe mahakamani. Sasa huwezi ukaanza kuwasilisha ushahidi ambao unaonyesha kwamba unaenda kama unamhukumu mtuhumiwa. Sasa ukifanya hivi utakuwa unakiuka sheria. Kwa hiyo wakati mwingine kamanda anapotoa taarifa yake akifikia sehemu fulani, basi ujue kwamba kuna vitu vingine lazima avilinde kama ushahidi ili viweze kwenda kutolewa mahakamani. Lakini kama una taarifa ya ziada ambayo umeona kwamba imeenda kinyume, unaruhusiwa, kama ni ya kweli itoe, sisi tutaipokea na kuifanyia kazi. Lakini kuna mwingine amesema kwamba jeshi la polisi liwe na iangalie jambo ambalo unaambiwa tu kamata, na wewe unakamata bila kufikiria. Haya mambo unafikiri sasa hivi yameisha sana. Yaani kwa mfano mwaka jana nimeangalia nimejaribu wakati na pekua lililokuwa raised hili swala kuangalia ni wapi ambapo kuna mtu alikamatwa baada ya kuambia kamata, afu akakamata tu bila kufikiria. Haya mambo yanapitwa na wakati, yameshapitwa na wakati. Kwa sababu nafikiri hata serikali ilitoa maelekezo, nakumbuka kwamba viongozi waangalie wanapotekeleza majukumu yao sheria inawaambia nini. Je, wana uwezo wanapotumia sheria fulani, je, imemwelekeza vipi? Na kwa kweli yamepungua sana, lakini pia tutaendelea kuelimishana kama bado yapo, hatuwezi kufanya. Lakini pia kuna wakati mwingine mimi nikipewa maelekezo kwamba mkamate huu, pia naangalia, naona kweli hapa kuna viashiria, kuna kosa fulani limetendeka. Kwa hiyo lazima nichukue hatua na nitaenda kufanya uchunguzi zaidi kuhakikisha kwamba je, hiki nilichobaini na mimi ndivyo kilivyo. Kama hakipo sahihi na hakina ushahidi kwamba kuna kosa la jinai ambalo limetendeka, nitakuachia. Na pale ndipo mtu alisema kwamba mtu anaachiwa bila masharti yoyote. Sasa kama unaonekana kwamba hamna ushahidi unao kuunganisha na kosa lolote la jinai, nitakuachia bila masharti. Sasa unataka nikwambie tena uripoti kesho, nipotezee muda wakati hakuna kesi yoyote, hakuna ushahidi wowote? Kwa hiyo hili tutaendelea kulifanyia kazi, lakini mtambue kwamba hili limepungua sana, na askari wetu tumewaelimisha, lakini viongozi wetu wa serikali sasa hivi wameshajua sheria inasemaje na vitu wanavyotekeleza, na haya yamepungua sana. Kuna lingine amesema tuwaelimishe askari wetu wafahamu kwamba mwandishi wa habari anapofanya kazi anatekeleza majukumu yake. Hili nalo Mheshimiwa Mwenyekiti, nashangaa nalo limeanza tena imekuwa redi hapa. Haya mambo tulishaachana nayo kwa sababu tulishaelimishana. Kumbuka vile vikao tulivyofanya mwaka jana, mwaka juzi, tulienda tukaelimisha askari wetu
kila mmoja ajue mipaka yake, kwamba mwandishi wa habari ana jukumu hili, na sisi mpaka kwenye vyuo vyetu sasa hivi tunafundisha majukumu ya waandishi wa habari ni kitu gani, na ni kwa nini jeshi la polisi linatakiwa lishirikiane na waandishi wa habari pale wanapotekeleza majukumu yao sahihi. Tu underline hapo, majukumu sahihi, kwa sababu sote tunataka tujenge Tanzania ambayo ni mahali salama pa kuishi, mahali salama pa kila mmoja kutekeleza majukumu yake kwa ajili ya kujipatia kipato kwa maendeleo yake. Kwa hiyo hili tumelifanyia kazi, na nakumbuka pia kwenye mikutano yetu kuna maazimio ambayo tuliweka kwamba tutakuwa tunafanya hata mafunzo ya pamoja, sio kwa viongozi wa ngazi za juu tu, hata kwa askari wale wa ngazi za chini, na niwakumbushe kwa sababu miongoni mwenu mlikuwepo na tuliweka hilo azimio, tukumbushane ili haya mafunzo yaanze kufanyika, kwa sababu kwa mfano kwetu ni rahisi sana. Sisi tuna mafunzo kazini, mabaraza ya kila wiki. Unaweza kutumia baraza mojawapo masaa mawili, tukaitana pale tukapeana mafunzo, mwandishi mmoja mkachaguana akatoa mada pale, polisi naye akatoa mada, kufanya majadiliano, tukamaliza, tukajenga ushirikiano, tukaendelea kujenga ushirikiano zaidi. Ili linawezekana. Lakini ndugu zangu, niwakumbushe, kuna baadhi yetu pia waandishi wa habari ni matatizo, wanajisababishia matatizo. Ile ni character, yaani ni mbishi tu, hata ufanyeje. Lakini kuna baadhi yetu pia waliosoma hizi taaluma za uandishi wa habari, anajua yeye akishakuwa mwandishi wa habari basi yeye hatakiwi aguswe, hata akifanya kosa kwamba aweka andike taarifa kwanza, ukishapeleka kwa umma alafu uje sasa, yaani tukubembeleze kwa namna hiyo. Hapana. Kuna mwingine amefanya kosa, nakumbuka hiyo kesi ilibidi nifuatilie sana. Kafanya kosa, tena alikuwa barabarani, kafanya kosa la usalama barabarani, kasimamishwa, kakimbia, wakamfuatilia. Baada ya kupiga simu mbele, akakamatwa. Bado pamoja kwamba amefanya kosa, akauliza kwamba unajui kwamba mimi mwandishi wa habari natakiwa nikachukua ile habari, wananchi wanahitaji habari. Sasa mtu kama huyo, lakini yet pamoja kwamba alieleza umefanya hivi kosa, ukasimamishwa, ukakataa, tumeukamata tena, hakuishia hapo, akalalamika mpaka vyombo vya nje. Ikaja kama tuko kwenye kikao fulani hivi, tena iko Arusha, mtu wa nje kabisa akazungumzia kuna tukio hili, mwandishi wa habari fulani hivi na hivi alifanyia hivi na hivi. Bahati nzuri kuwa na kumbukumbu lake, kamuelezea naye akashangaa. Kwa hiyo kuna baadhi pia wachache sana ni tatizo. Hata ukimwambia bwana, upande huu sasa, hebu kaa huko, anakwambia mimi bwana, wananchi wanasubiri taarifa, kwani hujui majukumu yangu? Sasa lugha kama hizo ukiniambia mimi nisime, naweza nikajua huyu utafikira na kama sasa kuuliza una ithibati mtaona huyu, ngoja mtaongea naye baadaye. Lakini kuna mwingine siwezi kustahimili, kama pia wewe mwingine hapa hawezi kustahimili, anaongozwa na miemko, lazima nikutoe kwa nguvu, sio? Sasa ni kuheshimiana, tukiheshimiana haya mambo yataenda vizuri. Dada Hadija amezungumza jambo moja zuri sana la kuhusiana na mambo ya usalama, ni sahihi kabisa, lazima tufundishane. Na moja ya maazimio ambayo tumepitisha pia wakati wa mikutano ya TPC na kadhalika, tulisema tutafundishana masuala ya usalama. Na naomba sasa nyinyi mliotoka mikoani, hebu muende kwa makamanda, mwakumbushe tulikubaliana tufanye mafunzo ya kuhusiana mambo ya usalama. Na mimi nikitoka hapa nitawakumbusha kwamba kulikuwa na azimio hilo ili iweze kufanyika haya mambo ya kiusalama.
Lakini niwaambie jamani, usalama unaanza na wewe mwenyewe kujitambua. Sasa na mimi niliwaambia, mimi sikaji nikiingia mahali popote naenda kunywa soda, siwezi kukaa nikaupa mlango mgongo. Sio kwamba mimi ni mwoga, mambo ya kiusalama niamini kaa hivyo, sio kwa mfano jamaa mwenye miani pale kukaa amependa sana kuvuja. Hebu simama samana naona pale kukaa pale amekaa kabisa. Kwa hiyo lazima masuala ya kisasa. Kwa mfano hata nilipokuja hapa, nilipoingia mtu mwingine nilikuwa nawaangalia, mwingine kaja moja kwa moja kaenda meza kujiandikisha, alafu akapiga kushoto ile akasikia kuna harufu ya chai, akachungulia lakini akaambia ukumbi ni huu. Sasa uangalia hata hili jengo lina milango mingapi, hivi litokea jambo lolote hapa exit ni wapi? Ni masuala ya aina hiyo, kwamba wewe unapoenda kwenye mkutano wa hadhara kusimama upande gani, wewe kamera yako sio usalama wako, sio usalama wako. Kwanza ni hatarisho kwa taarifa yako. Kuna mhalifu anataka kufanya uhalifu, anajua hii kamera itachukua, wa kwanza kukupiga ndani kwenye kamera. Kwa hiyo vitu tuviangalie jamani. Bwana Salu, sasa hilo la kamera, mimi nimejiuliza, hilo unataka kutengeneza content au nini? Maana bwana tunawasiliana naye aje kuniambia kuhusu kamera. Sasa na kamera yenyewe ndio hivyo. Yaani unaona kama unatengeneza content ya kukusema ilichukuliwa na kibaka au ilichukuliwa na nani. Kwa hiyo naomba baadaye ya huu mkutano basi tukutane hapo nje tuweze kulizungumza hiyo kamera ilichukuliwa na kibaka pale Salenda au ilichukuliwa na nani. Hili na mimi nifuatilie kwa ndugu yangu Mlilo, bwana kwa kamera ya Channel 10 iko wapi? Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe tena shukrani. Jamani, mimi nawashukuru sana, tumekutana tena siku ya leo. Tuendeleze haya tuliofundishwa haya, kwa sababu tunatakiwa tujenge nchi yetu iweze kuendelea kuwa ya amani, tulivu na usalama. Na mimi naahidi kwamba Jeshi la Polisi litaendelea kushirikiana na waandishi wa habari kwa kutoa taarifa kwa wakati na sahihi kama tulivyofundishwa. Na mimi hata wakati wote nipigie simu kama unahitaji taarifa yoyote nitakupa, lakini nilikwambia subiri, usubiri, sio ukabalansi kwa kusema kwamba nilipomtafuta Misime alisema nisubiri au aliingia mitini. Na mimi nataka niulize swali, hivi umempigia kamanda ukumpata? Kubalance story ni kusema kwamba nilipomtafuta kamanda hakupatikana mpaka anaandika taarifa hii. Je, hapo umebalance story inakuwa nini? Yaani bado najiuliza, wataalamu utaniambia. Hiyo umebalance story kweli au ni nini? Uweza kusubiri mpaka baadaye. Baada ya kusema hayo, nimshukuruni sana kwa kunisikiliza. Kama kuna habari nimeacha